Karibu sana mpenzi mtazamaji. Leo tunaendelea na utaratibu wetu wa kuwa bora kuliko jana. Kuna watu wanajiuliza sana, hivi mwimbaji anauza nini? Mwimbaji anapotuimbia anauza nini? Sasa nataka nikuelekeze kwa kifupi tu vitu anavyouza. Mwimbaji huwa hauzi nyimbo. Mwimbaji yoyote huwa hauzi nyimbo. Kuna vitu ambavyo vimejificha ambavyo ndivyo anavyoviuza. Cha kwanza, mwimbaji anauza hisia. Mwimbaji yoyote anapoimba kitu anatengeneza kitu kinaitwa feeling. Kile kitu kinauzwa. Ndio mwimbaji anatuuzia sisi. Na mtu yote anaposikiliza nyimbo, cha kwanza huwa anatafuta hisia. Jambo la kwanza. Jambo la pili, mwimbaji yoyote huwa anauza ujumbe. Ujumbe unaogusa na kubadilisha maisha. Mwimbaji yoyote anapoimba, hata kama ni story au anasimulia maisha yake, au anasimulia ushuhuda wa mtu mwingine, au anasimulia jinsi anavyompenda mwingine, yote ile ni ujumbe. Anatuuzia ujumbe unaogusa maisha, unaobadilisha maisha. Na kitu kingine ambacho mwimbaji anapoimba anachotuuzia, kitu ambacho kimejificha na waimbaji wengi huwa hawajui wanauza nini, ni kitu kinaitwa chapa. Mwimbaji yoyote huwa anauza chapa yake, anauza taswira au anauza brand yake. Na hapa ndipo waimbaji wengi wanafeli kidogo, kuuza brand. Na kitu kingine ambacho waimbaji wote wanaoimba wanatuuzia nini? Wanatuuzia kitu kinaitwa uaminifu na uhusiano wa karibu na mashabiki. Yaani mwimbaji anapoimba huwa anasababisha sisi tunamwamini, wasikilizaji tunamwamini, anatuuzia uaminifu. Na tukimwamini, hata siku nyingine, hata kama akitoa wimbo, hatutajali kwamba atakuwa ameimba nini kwenye wimbo tusiojua, lakini tutakuwa tunamwamini, tunatamani kumsikiliza tena. Tunatamani tena kujua amesema nini, ametoa nini. Kwa nini? Alituuzia uaminifu bila yeye kujua. Hii kitu waimbaji wengi huwa hawafuatilii, ila ni kweli ni kwamba mwimbaji anapoimba huwa anatuuzia uaminifu. Na kitu kingine cha mwisho na cha muhimu, mwimbaji anapoimba huwa anatuuzia burudani. Huwa anatuuzia thamani inayodumu. Burudani hiki ni kitu cha ajabu sana. Mtu anatamani ni burudani ni zaidi ya feeling, kwa sababu burudani ni mtu anaingia kwenye kufurahia kile ambacho anakisikia, anaburudika. Lakini ukitaka kujua vingi, kuna kitu ambacho kimejificha. Uimbaji ni ujasiriamali. Uimbaji wowote ni ujasiriamali. Na kitu hichi waimbaji wengi wanakikosea. Kama unataka ujue kuhusu uimbaji ni ujasiriamali na ndani ya uimbaji kuna utajiri, basi fuatilia kitabu changu. Kipo kitabu kinachohusu utajiri ndani ya uimbaji. Kipo kwenye linki hapo chini na unaweza ukakifuatilia. Kinauzwa gharama ndogo sana, ni shilingi 3,000 tu. Na hichi kitabu kilitakiwa kiwe bure, lakini ni kwa sababu ya maandalizi utachangia hiyo timu yangu ya kuwa bora kuliko jana katika maandalizi yake. Lakini kitabu hichi ni kama bure, lakini ni msaada mkubwa kwa wewe mwimbaji. Unaweza ukakipata na ukapata kuvielewa fursa mbalimbali za kufanya uimbaji wako ukawa ni utajiri wa kudumu. God bless you. Kuwa bora kuliko jana.